ndugu wajumbe wa Press Club, niliambiwa naweza kusema nimekaa. Sasa mimi nadhani niendelee kusema nimekaa, ingawa matatizo ni kwamba hivi vyombo vya nchi zilizoendelea vikitumiwa katika nchi ambazo hazijaendelea sasa basi tuendelee. Hivi vyombo vitapokea tu yale maneno, hata kama kiko hivi kitapokea. Nasema ndugu mwenyekiti, nilitaka kuwashukuruni kwa ndugu wa Press Club kwa kunipa nafasi hii. Tulizungumza kabla sijaondoka kwenda katika safari hiyo ulioieleza, na wakati ule, wakati naondoka, mliponiomba, kwa kweli siku sita, nikafikiri labda nitakaporudi naweza nikazungumza na jamaa hawa kuhusiana na misukosuko iliyoanza kuhusu uchaguzi wa rais wa mwaka huu mwezi wa Oktoba. Na kwa hiyo kusema kweli ni nawashukuruni kwa kupata nafasi hii, ingawa katikati hapa niliporudi nikakuta mnataka kunipa agenda nyingine tu, lakini sio agenda iliyonileta hapa. Nakuja hapa kutoa maoni yangu hayo niliyoahidi kwamba nitatoa kuhusiana na mazungumzo yaliyokwisha kuanza kuhusiana na uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka huu mwezi wa Oktoba, lakini hasa kuhusiana na uchaguzi wa rais. Wakati naondoka, mizengwe ilikuwa imeshaanza. Nilikuwa nimewahi kusema kwamba kujaribu kumpata kiongozi wa nchi yetu kwa njia za mzengwe kama tulivyokuwa tukifanya zamani, sasa wakati huo umepitwa, wakati huo umekwisha. Sasa lazima tutafute utaratibu mpya wa kupata rais wa nchi yetu, utaratibu wa wazi zaidi kuliko ulivyokuwa zamani. Sasa nasema wakati naondoka, mimi nimekemea mzengwe, nikaondoka nimeacha mizengwe mingi. Na mizengwe yenyewe tayari inazungumza majina ya watu. Mimi nadhani kusema kweli, kama tunataka kuisaidia nchi yetu, hatutazungumza majina sasa hivi. Tutazungumza masuala yanayolikabili taifa letu kwanza. Halafu baada ya kuzungumza masuala hayo, tutaelewa, tunayaona ni masuala muhimu yanayotakiwa kushughulikiwa, ndipo tuone sifa za watu wanaoweza kutusaidia kukabiliana na masuala hayo. Halafu hatua ya tatu ndipo tuanze kuwatazama sasa watu hao watakaokuwa wamejitokeza, tuone wanatosha au hawatoshi kwa sifa hizo. Kwa kuyaelewa, kuyazungumza na kuelewa matatizo ya nchi yetu, masuala ya nchi yetu, na kuona ni watu wa namna gani, wenye sifa za namna gani wanaweza kutusaidia. Halafu ndio tuzungumze watu. Hapa nikaona wanazungumza watu, na wanawazungumza kwa siri, hawazungumzi masuala. Mimi nikadhani leo nisaidie katika kuzungumza masuala,
badala ya kuzungumza watu. Nikarudi nikaja nikakuta baadhi yenu wanasema Jumanne mwalimu atazungumza watu. Wewe sizungumzi watu. Sasa madhali sizungumzi watu, niambieni sasa mnataka nirudi nyumbani au niendelee? Bado sikuja hapa kabisa kuzungumza watu. Mtu aliyekuja hapa kutaka kunisikia nazungumza watu ajiondokee aende zake. Mimi nakuja kuzungumza masuala ya nchi yetu. Hatutachagua rais. Kama ingekuwa ni watu tu, mngekusanya majina tu, tukatafuta kapu moja hivi mkayajaza majina, alafu tukamwita kipofu yoyote tuingiza mkono ile akatoa, tuambie mpe mtu anayejua kusoma, akampa mtu anayejua kusoma, fulani ndiye nimemwokota. Kama umuhimu ni majina. Umuhimu si majina. Umuhimu ni nchi yetu na matatizo yake. Hilo ndilo ninalotaka kulisemea. Napenda kuwashukuru wale ambao, baadhi yenu ambao kwa kweli wamekwisha kuliona hilo, kwamba la maana ni kuzungumza matatizo ya nchi yetu, hali ya nchi yetu. Hilo ndilo la maana, na baadhi yenu wameanza, baadhi ya vyombo vya magazeti yameanza hivyo. Najua yanayozungumza watu, lakini yapo yaliyoanza kuzungumza maswala. Kwanza maswala ni maswala gani yanaikabili nchi yetu. Sasa nasema ningependa kama ningekuwa nimepata nafasi nzuri ya kujiandaa, kwa sababu mambo haya nataka kusema kwa uangalifu sana, na pamoja na kwamba mmeigeuza hii kufanya press conference, nilikuja nikijua haitakuwa press conference, ni maoni yangu. Na ningekuwa nimepata nafasi nzuri ningeandika, ningeyapanga vizuri, nisingekuja nikasimama tu kusema, lakini sikuweza kufanya hivyo, mtaniwia radhi. Kwa hiyo nitakuwa nasema kama huku nafikiri, huku nasema. Kwa hiyo msije mkatishika na mpangilio wa ovyo ovyo nitakapoyasema. Najua la kusema, najua nataka kusema nini. Sina hakika kama nitasema kwa mpangilio mzuri. Msijali mpangilio, msikilize nitakayasema. Sasa naanza. Nchi yetu ni kama nyumba mpya. Ni changa hivi, sawa sawa na nyumba mpya. Mmeijenga vizuri, mmetayarisha misingi, mkaijenga, mkaimaliza. Mnafurahi. Iko mnaridhika, ni nyumba imara, inapendeza. Lakini haijasukumwa, haijatikiswa. Lakini mara inatokea mtikisiko, ile nyumba inatikiswa. Ule mtikiso utawaonyesheni sehemu mbovu za nyumba ile. Mlikuwa mnaiona yote nzuri inapendeza. Lakini kama ukija msukumo, mtikisiko wa kutosha kabisa, sasa ndipo mtakapoanza kuona maeneo mabovu ya nyumba ile. Zitatokea nyufa nyingine ndogo zaidi katika paa, kama ilikuwa ni nyumba imara, nyingine ndogo zaidi katika paa, nyingine pengine hata katika dari, vingine hata vitaa vilikuwa hapo huenda vikaanguka chini, nyingine mtakuta nyufa katika kuta. Lakini kama mtikisiko ulikuwa ni mkubwa, mnaweza mkakuta
nyufa hata katika msingi, hata msingi wenyewe nao umepata cracks, umepata nyufa. Sasa mtakachotaka baada ya hapo, baada ya kuona hivyo, mambo mawili yanaweza yakatokea. La kwanza ni kwamba ule mtikisiko utakwisha, hautakuwapo tena. Sasa baada ya hapo mtafanya nini? Mtaziba, mtaziona zile sehemu mbovu, zile ndizo zilizokuwa mbovu, mtaziziba vizuri sana. Zile kama zilikuwapo katika paa, mtaziziba; zilikuwapo katika dari, mtaziziba, mtazitengeneza vizuri. Haribika hizo, mtazitengeneza vizuri. Zilikuwapo nyufa katika kuta, mtazitengeneza, mtaweka vizuri. Zilikuwapo katika msingi, mtatengeneza sana, hasa zile za msingi, sababu zile ndizo muhimu sana, mtazitengeneza zile. Na nyumba baada ya hapo itakuwa imara sana. Itakuwa nyumba imara sana. Ilikuwa hajapata mtikisiko, nyinyi mlidhani imara, lakini ilikuwa hajapata mtikisiko. Sasa imepata, mmeziona zile cracks zake, zile sehemu mbovu zake mmeziona. Sasa mkizitengeneza, nyumba ile itakuwa imara sana. Ikiwa mtikisiko umekwisha, mkapata nafasi ya kuitengeneza ile, linaloweza kutokea jingine ni kwamba mtikisiko ule utaendelea. Kiendelea itabomoka, hata ingekuwa imara itabomoka. Madhali ikisha kuonyesha hata katika misingi kuna nyufa, kama tikisiko lile likiendelea itabomoka. Ndivyo ilivyofanyika Kobe juzi hapa kule Japan. Tikisiko lile halikumalizika, lingepita mara moja tu vupu, Kobe isingekwisha, lakini liliendelea, yakaanguka majumba mengi sana. Tanzania ni hivyo. Ni imara, na uimara wake ulikuwa unasifiwa sana, lakini imetikishwa. Na nyufa tumeziona, imetikiswa na nyufa tumeziona, nyingine katika paa, nyingine katika dari, nyingine kutani, lakini nyingine katika misingi. Tunachotaka ni kwamba mtikisiko usiendelee. Tuitomee iwe imara zaidi. Kwa hiyo matumaini ni kwamba tunaona hivyo, wote tunaona hivyo, kwamba nchi yetu imetikiswa. Nitaeleza zile nyufa mimi ninazoziona, nitazieleza baadaye. Tunachotaka ni kwamba nyufa hizo zieleweke, na tukubaliane kwamba kazi yetu ni kuziziba, na tupate uongozi unaoelewa hivyo, kwamba kazi ni kuziba nyufa tulizoziona katika taifa letu. Kazi si kuendelea kulitikisa taifa hili, litabomoka, halitabaki. Sasa nyufa gani nimeziona? Ya kwanza uliniambia muungano. Mwalimu, ufa kwanza muungano, wote mnajua. Unaniambia sasa mwalimu, muungano sasa ni imara zaidi kuliko ulivyokuwa miaka 20 iliyopita. Nilipotikisika, ufa mmoja mkubwa tuliouona ni katika muungano.
watu wazima wameuzungumza muungano kama tuvunje au uendelee. Ilikuwa ipo hatari ya kuvunjika, wala haijeshi. Kwa hiyo watu wamezungumza Uzanzibari. Baadhi ni viongozi wetu wanajivunia Uzanzibari. Nadhani wengine wanafikiria hata kujitenga. Wapo, si wengi lakini wapo. Kujitenga maana yake ni kuvunja nchi, ivunjike, tusiwe na nchi moja, tuwe na nchi mbili. Hili jambo linazungumzwa. Tunataka viongozi na viongozi watakaoelewa hivi, kuzungumza Uzanzibari si fahari, si jambo la fahari. Hatima yake kutavunja Zanzibari. Mtu mwenye akili hawezi kufikiri Mzanzibari ana akili, hawezi akautukuza Uzanzibari wa kujiita sisi wa Zanzibari na wao Watanganyika, sisi wa Zanzibari na wao Watanganyika. Nadhani ile ina usalama ndani yake, kwamba Uzanzibari ule na Utanganyika ule una usalama ndani yake. Hatima yake Zanzibar itajitenga. Zanzibar ikijitenga kutokana na ulevi tu, sisi wa Zanzibari wao Watanganyika, sisi si wamoja, ulevi, ulevi hasa ulevi wa madaraka. Ikitokea hivyo kitu yapo, sisi wa Zanzibar wao Watanganyika, wakumbuke kwamba muungano ndio unaowafanya wanasema sisi wa Zanzibari wao Watanganyika. Nje ya muungano hawezi kusema hivyo. Nje ya muungano hakuna Wazanzibari. Nje ya muungano kuna wao wa Pemba, sisi wa Unguja. Nataka mjue nje ya muungano hakuna sisi wa Zanzibari wao Watanganyika. Hakuna. Kinachowafanya sasa wajiite sisi ni ubaguzi wa kuwabagua Watanganyika. Wakisha kuwabagua Watanganyika, ile dhambi ya ubaguzi haifi, inaendelea. Dhambi ya ubaguzi ukisha kuitenda inaendelea. Ni kama na sawa na kula nyama ya mtu. Kila nyama ya mtu utaendelea kuila. Mtamaliza, mtatengana na Watanganyika, halafu mara mtakuta kumbe sisi si wa Zanzibari. Kuna Wapemba, kuna Waunguja, mtakuta Wapemba watapata msukosuko kidogo, mtakuta kumbe kuna Wazanzibari na Wazanzibara. Hamtakaa salama. Hamwezi kukaa salama baada ya kutenda dhambi ya kubagua watu wa nchi yenu ile moja. Mkawaita wale wao na hao sisi
Dhambi ile haishi hapo. Ndio historia ilivyo, ni sheria ya historia, sio sheria ya Mwalimu Nyerere. Huwezi kufanya ubaguzi wa namna hiyo halafu dhambi ile ikuache hapo hapo. Hapana, itakuandama. Namalizia hilo. Nalolisema kwa Wazanzibari, nalisema kwa Watanganyika. Zanzibar wanaweza wakajitenga. Wanaweza wakajitenga hivi kwa ujinga, kwa ulevi, kwa ujinga, hasa ujinga wa viongozi wao. Wanaweza wakajitenga. Wanaweza wakajitenga hivi. Na Watanganyika wakabaki wameduaa tu. Wazanzibari hawa wanafanyaje? Wanatuache wenzetu hawa, wanatuache jamani. Wanakwenda zao wenzetu. Wakaacha Watanganyika wameduaa hivi. Watanganyika walioachwa wameduaa kwa kitendo cha Wazanzibari kuwakimbia. Watabaki wamoja, hawataparaganyika. Narudi, Wazanzibari wanaweza wakatoka wakajitenga wenyewe tu. Kwa sasa wengine wana bendera, sisi hatuna bendera, kwa nini? Wengine wana wimbo wa taifa, sisi hatuna wimbo wa taifa, kwa nini? Basi si wote wanaosema hivyo, ni viongozi wanaosema. Basi alafu wakajitenga, wakaacha Watanganyika wameduaa hivi. Wenzetu kweli wanatuacha? Wakiwaacha Watanganyika walio katika hali hiyo, Watanganyika washangaa Wazanzibari katika kuacha. Watanganyika hawa watakuwa salama, watakuwa salama. Watanganyika wakiwakataa Wazanzibari kwa tendo la dhambi ile ile, sisi Watanganyika, wao Wazanzibari, wakautukuza usisi Tanganyika, na kwa ajili hiyo wakawafukuza Wazanzibari, hawabaki salama. Hapa takuwa na Tanganyika. Wakisha kujitenga tu Wazanzibari wale, wakisha kujitenga tu Wazanzibari, wako kando hivi, mmewafukuza, mmejidai wakubwa nyinyi. Hawa nani hawa? Wao wana rais, sisi hatuna rais, kwa nini? Watimue. Mkawatimua, mkapata Yeltsin wenu hapa akawatimua. Hambaki. Kwani mtasemaje? Mtakuwa mmeshasema sababu ya kuwafanya wale ni wao, na nyinyi ni nyinyi. Wao vipi? Wazanzibari. Halafu mbaki nyinyi. Maana wako watakaosema Wazanzibari tu, Wazanzibari, kana kwamba kuna kabila leo Wazanzibari. Mmewabagua. Mtaanza nyumba za Wapemba, mtazingilia pale. Sasa viko vijumba vya Wapemba, viko vijumba vya Wapemba. Waliwahi kukimbia, baadhi yao walikimbia wakati ule zamani. Vijumba vya kwanza hivyo vitapitiwa Wapemba. Mtamaliza vya Wapemba. Halafu mtakuta nyinyi mliokuwa mnajiita sisi Watanganyika, mtakapoanza kuchoma nyumba za Wapemba, mnazichoma moto zile. Mtakuta sisi hawa wote si wamoja. Mbona za Wapemba tunachoma, za Wachaga hatuchomi, kwa nini? Wana Wachaga si wazawa bwana, hapa kuna wazawa hapa. Sasa mnachoma za Wachaga tu, mnaacha. Mtakuta hakuna watu wanaitwa Watanganyika. Mtakuta mlijidanganya tu, mnadhani kuna watu wanaitwa Watanganyika. Hakuna. Kuna Wagogo, kuna Wanyamwezi, kuna Wasukuma, kuna Wazanaki, kuna Wakuria, kuna Wamwera. Wengi sana, siwezi kuwataja wote. Mtakuta hakuna kitu kizima hivi kinaitwa sisi Watanganyika hata kidogo. Na madhali mmefanya dhambi ya kusema wao Wazanzibari si wenzetu, dhambi ile ile itawatafuna nyinyi.
na mimi nasema Mwenyezi Mungu anisamehe, ninastahili iwatafune. Hamwezi kutenda dhambi kubwa namna ile bila adhabu, na adhabu zingine zimo mle ndani ya kitendo, hazisubiri. Kwa hiyo ya kwanza nachosema basi, tunao ufa wa muungano. Ufa wa kwanza kabisa, mkubwa kabisa, ufa wa msingi. Tunataka rais Mtanzania. Rais tunayemtaka ni Mtanzania. Hatuwezi kupata rais Mtanzania asitoke ama Zanzibar ama Tanganyika. Atatoka ama Zanzibar ama Tanganyika. Lakini hatumchagui kwa sababu ya Uzanzibar wake, na hatumchagui kwa sababu ya Utanganyika wake, na akiweka mbele Uzanzibar wake, akaweka mbele Utanganyika wake, tunajua huyu hatufai. Ya kwanza, hiyo ndiyo sifa mama. Kwa sababu tunayemtaka ni rais wa Tanzania. Mimi niko hapa kuzungumza habari ya rais wa Tanzania. Mimi nilikuwa wa kwanza, tunaye wa pili, nataka namsemea wa tatu. Tunataka rais wa Tanzania. Hiyo ndio sifa yake ya kwanza, ndio sifa mama. Hana hiyo, hatumtaki. Hata angekuwa na sifa nyingine zote namna gani, atavunja nchi. Hatufai. Ya kwanza. Ya pili inafuatana kidogo na hiyo, inafanana kidogo na hiyo. Rais wa nchi yetu anachaguliwa kutokana na katiba ya Tanzania. Na kisha kuchaguliwa anaapishwa. Kama ni Mkristo kwa Biblia, kama ni Muislamu kwa Qur'ani. Hatujachagua mtu asiyeamini Mungu, lakini tukimchagua tutatafuta utaratibu wa kumwapisha. Ataapa. Hata asiyekuwa muumini tutamwapisha kwamba atailinda na kuitetea katiba ya Tanzania. Asipoilinda tunamjua ni msaliti. Tutamwapisha. Ataapa. Lazima kabisa, hata kama hasimumini. Na kwa katiba yetu sisi si lazima mtu awe muamini Mungu kuwa rais, hata kidogo. Lakini tutamwapisha. Umechaguliwa kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, unaapa kuilinda. Ataapa kwa huyo Mungu wake au kwa akili yake anayojua, lakini atatuapia. Ataapa kusudi tuweze kumshtaki, kusudi tuweze kumshtaki kama akikeuka. Sasa hapa katikati kumetokea na kupuuza katiba. Ufa wetu wa pili. Hatuwezi kuendelea kupuuza katiba. Katiba ndio sheria ya msingi. Sheria nyingine zote zinatokana na katiba. Haiwezi kupuuzwa. Hatuwezi kuendelea na utaratibu wa kupuuza katiba ya nchi yetu, au kuwa na rais anaionea haya kuitetea katiba. Naye amechaguliwa kwa mujibu ya katiba hiyo, ameapa kuilinda katiba hiyo, alafu anaona haya kuitetea katiba hiyo.